Zanzibar. Nipo na Friji Bovu hapa, David Pasco, kwa namna ambavyo dakika 90 zimemalizika. Mnyama Simba kwa mara ya pili tangia mwaka 1993 mpaka leo amekosa kombe la shirikisho barani Afrika. Friji, mchezo umemalizika. Simba leo hii mategemeo yalikuwa ni makubwa sana kwa pande wao, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Mchezo umeutazama, ulikuwa mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa sababu RS Berkane ni timu bora sana na ni timu ambayo imefanya makubwa sana msimu huu. Amechukua ubingwa wa Botola, lakini pia ukiangalia hata na setup ya kikosi chake wana quality, lakini pia wamekutana na Simba ambao wana experience sana kwenye hii michuano, ingawa Simba ya club Simba Sport Club imekuwa na experience kubwa, lakini wachezaji wengi wa Simba hawana hiyo experience katika michuano ya kimataifa. Wachache kama Fabrice Ngoma ndio wana hiyo experience, lakini kwangu naweza nikasema leo credit kubwa naipeleka kwa Simba Sports Club kwa sababu wao ndio wameonekana bora uwanjani dakika zote kuliko RS Berkane, kwa sababu kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 wachezaji walijituma, walijitoa 100% kwamba ili kombe libaki nyumbani. Na uliona aina ya mabeki wa Simba leo walicheza Shemalon pamoja na Chamuka Rabwe. Makosa yalikuwa madogo lakini hajaathiri sana katika eneo lao, ni mpaka pale baada ya kocha kufanya mabadiliko ya dharura au mabadiliko ya lazima ndio ikapelekea ya nani huyu Valentino Oma kuchoma kutokana na kutokuwa na uzoefu katika michuano hii. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Simba nawapa credit kwa sababu wamecheza mpira wao mzuri sana, lakini refa aliwatoa mchezoni. Mara baada ya Simba kupata goli la kwanza, refa aligeuka mbogo. Refa aligeuka mbogo mara baada ya Simba kupata goli la kwanza. Refa alichukia kwa sababu matukio yote ya Simba ambao walikuwa wanatendewa makosa, aidha wanafanywa madhambi hizo foul, maamuzi alikuwa hayuko upande wa Simba, lakini ikitokea amefanyiwa foul mchezaji wa timu ya RS Berkane, maamuzi yuko haraka sana kufanya kuchezesha hiyo, kama ni kadi ya njano, kama ni mambo kama hayo. Lakini mwisho wa siku angalia namna ambavyo Yusuf Kagoma amecheza leo. Ametengenezewa kadi ya njano. Ile ilikuwa ni kadi ya njano ya kutengeneza. Yaani maamuzi imemlazimu tu kuona mara baada ya mwamba anakata sana umeme, zima sana pale, poteza sana watu. Maamuzi ameona Osama ameng'ang'aniwa, anamuonyesha kadi ya njano. Okay fine, kadi ya njano maybe unaweza kusema sawa, alikuwa anajaribu kuwa pressurize kuwatoa mchezoni. Kadi nyekundu ni kadi ambayo mimi sijai accept kwa sababu kabla ya mpira kufika tayari alishaucheza mpira, ndo anakuja kugusa mguu. Kitaalamu anakuambia unapokuwa umecheza mpira hiyo ni fair challenge, hapo hakuna kadi yoyote. Lakini wakati tukio linatokea, kabla hata ya Yusuf Kagoma kuzama vunguni na kucheza ule mpira, mwamuzi alikuwa ashajiandaa kutoa kadi ya pili ya njano. Kwa hiyo ulikuwa unaona wazi, ni dhahiri kwamba ilikuwa ni mechi ambayo imeandaliwa, mechi iliyopangwa. RS Berkane alikuwa ameshaandaliwa kuwa bingwa, hakuwa na uwezo wote. Yaani katika zile 100%, RS Berkane leo hakucheza hata 20% katika mchezo wa leo. Goli la pili ambao wamefunga Simba baada ya kukataliwa limeonekana kwa nyongonyeza kabisa. Simba alistahili kuwa bingwa kombe la shirikisho barani Afrika kabisa, kwa sababu why not, wanachukua Waarabu, always Waarabu. National Ahli hana ubora wowote, utaona yeye ndo anachukua ubingwa. National Ahli anaenda mara kwa mara, lakini awamu hii watu amepoteana. Simba Sports Club ameenda hizo hatua za robo finali nyingi sana, na awamu hii kikosi kilichotengenezwa na userious wa benchi la ufundi na namna ambavyo kocha Fal Davis pamoja na wenzake wamefanya kazi yao, utaona kwamba kuna kitu kikubwa ambacho walikuwa wanakihitaji. Na kwa namna ambavyo ameseti kikosi chake, kikosi cha wachezaji wachache ambao wana quality, hana base, kwa maana tuseme hana eneo kubwa, hana wachezaji wengi ambao unaweza kusema wana quality ambayo inafanana. Kwa wachezaji alionao bado ameweza kumobilize na ameenda kumpa kitu ambacho amekitoa. Kwenye ligi Simba amepoteza mchezo mmoja tu. Na mpaka sasa hivi ndio timu ambayo ina unbeaten nyingi zaidi mpaka kwenye ligi wa msimu huu, lakini ukiangalia ndio timu yenye namba bora zaidi kwa wachezaji alionao. Sasa ukiangalia kwenye michuano ya kimataifa, mnyama amedhihirisha ukubwa wake hasa inapokuja uwanja wa nyumbani. Imagine leo sio uwanja wa Mkapa lakini uwanja wa New Amani hapa. Simba amecheza kwa kiwango kile. Wamefika kwenye lango la RS Berkane, wamemfunika Osama Lamlui. Osama hajaonekana kabisa. Kamara, Mamadou Lamine Kamara ambaye ndo alitamba na watu walimsifia sana, waandishi wa habari wakamsifia sana. Kamara leo amefanya nini? Hakuna maajabu yoyote. Katika 10 unampa 2 ya 10. Yaani kutoka 9 ya 10 mechi iliyopita, leo unampa Kamara 2 ya 10. Osama Lamlui, Osama amecheza amefanya hatari gani? Ukiangalia mipira aliyogusa haizidi hata mipira 10. Sasa utaona namna ambavyo Simba wamefanya kazi yao. Haya, Yusuf Kagoma ametolewa kadi nyekundu, lakini bado Simba alikuwa anafika kwenye lango la RS Berkane, na huo ndio ukubwa.
ili kusimenti ubora na kusimenti standard yako katika michuano ya kimataifa. Unapaswa kuhakikisha unaonyesha ukubwa wako hata kama unaonewa. Pasco, ingekuwa ni timu nyingine wanaonewa namna ile, ungesikia kwamba kuna mchezaji ameonyeshwa kadi nyekundu, ungeona kuna timu imenyimwa goli, wangesema hatuchezi na wangetoa timu uwanjani. Pasco, refa huyu ambaye amekataa goli la Simba ndiye aliyekataa goli la Yanga zidi ya Mamelodi Sundowns, goli la Stefan Aziki. Ni wazi udogo wa kimataifa Simba na Yanga bado unatuhukumu. Waamuzi wengi wanakuja kwa maelekezo. Alikataa goli la Stefan Aziki, niliwahi kusema ilikuwa ni goli clear kabisa, ambalo ilikuwa ni swala la Yanga tu kwenda pale kati na kumaliza mchezo kwenda zao hatua inayofuata. Aliwanyima, na mimi nilivyomuona mipango kwenye mechi nikajua ni maelekezo haya, na alioko kwenye VAR ni kutokea South Africa, kwa sababu wakati inatokea swala la goli tayari mwamuzi wa pembeni alishakubali kwamba bwana ile pale ni goli wakaita kati, akavutiwa waya bana njoo kwenye VAR hii sio. Lakini anaambiwa na wachezaji wanamshinikiza bwana, tunaomba uende kwenye VAR ukachungulie. Tunaomba uende kwenye VAR ukachungulie, lakini bado mambo alikuwa anataka kwenda kwenye VAR. Kama ni mwamuzi mzuri, alipaswa kwenda kwenye VAR kwenda kuhakikisha, ukijua kwamba hakwepo upande wa Simba. Ndio maana hakutaka kabisa hata kwenda kuangalia hiyo VAR. Leo hii na wareti wachezaji wa Simba kwa asilimia kubwa sana. Budo Mutale one of the best kwa sasa. Budo Mutale mechi mbili home and away ameonekana kuwa mwiba sana Pasco. Budo Mutale alikuwa anasema aachwe, sasa hivi anajiuliza maswali imekuaje. Leo Budo Mutale unampa 9 ya 10. Kwa sababu angecheza dakika 90 ningempa zote 10 ya 10. Anticipate, wanasema anticipate, anaingia sana uvunguni. Akipoteza mpira anawahi kwenda kuokoa, lakini namna ambavyo anapiga pasi zake, pasi za visigino, yani mbele akina Kamara Budo anapiga, na alio mzima leo Kamara ni Joshua Budo Messi Mutale. Useme tu Budo itoshi. Tuna deni la Simba Pasco. Yani Joshua Mutale ndo kampoteza huyo Kamara mliokuwa mnamsifia. Kamara leo Budo kamzima ardhini pale mbele yake, na anaona, na alivotoka ndio watu wakaanza kupumua. Kwa hiyo Simba unaweza kusema kwamba awamu hii sina cha kumdai Fadu Davis, sina cha kuwadai viongozi wa Simba, sina cha kumdai Mohamed Dewji sajili ambazo amefanya, sina cha kuwadai benchi la ufundi lenye watu 11 ambao kila mmoja anafanya kazi yake pale. Hakuna cha kumdai yoyote kwa upande wa Simba msimu huu, kwa sababu hii kwenda finali ilikuwa ni extra tu, na ilikuwa ni added advantage, ni kitu kingine ambacho cha ziada. Wao walikuwa wanajenga timu, wakafika robo finali, wakaenda nusu finali, kitu ambacho walishindwa kwa muda mrefu. Wameenda hatua finali. Leo Simba hata kama amekosa ubingwa, kwangu mimi nasema Simba ni bingwa. Pasco, Simba kama amekosa ubingwa? Simba amekosa ubingwa, lakini Simba ni bingwa kombe la shirikisho. Yes, Simba ni bingwa kombe la shirikisho. Hujuma waziwazi, yani mtu unanyongwa unaona. Kwa hiyo basi Simba wangeamua tu kutoka, kwa sababu kama mwamuzi hayuko upande wao. Kwanza anaenda kumpoza makali Fadu Davis. Anaenda kumpa Fadu Davis kadi ya njano, hajafanya tukio lolote baya. Fadu anahangaika na fourth official. Anamwambia fourth official, sisi tunaonewa wachezaji wetu wanagongwa viatu alafu mbona hatuoni kadi? Anatoka huko, anaacha kuchezesha mpira, anasimamisha, anaenda kumpa Fadu Davis kadi ya njano. Kama haitoshi, kwenye benchi pale akamuonyesha kadi nyingine nyekundu. Akapunguza nguvu kwenye benchi la ufundi, na mara baada ya kumgusa Fadu Davis kwa kadi ile ya njano, Fadu Davis akawa hana tena kauli. Yani akapoa sana. Yani atoe hata maelekezo kwa hashout, afanye chochote. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshaminywa. Kwa kila tukio ukiona mchezaji wa Simba amefanya chochote, anaminywa kadi ya njano, anaminywa nyekundu. Yani anabonyezwa tu ili mradi tu atolewe kwenye mchezo. So mimi naamini leo wenye mamlaka na watu wenye nguvu zaidi ndio wameshinda. Sababu ukiangalia RS Bekane, makamu wa rais kwa shirikisho la CAF, ukienda kule Ahali walikuwa wanasumbua mara kwa mara, Mamelodi Sundowns, Pitso Mosemane. Leo hii CAF yote kwenye delegation yao ndio wamekaa pale yani mechi ya Simba hii haujaona viongozi wengi ambao wanapaswa kuwepo pale wa Simba na wa serikali wa Tanzania kwa ujumla. Unaona watu wa CAF ndio wamekaa pale. Kwani hapa ni kwenye timu zao? Pasco, kuhamishwa utaona tu kwamba namna ambavyo walianza kufanya umafia ni kwamba kumtoa Simba katika uwanja wa Mkapa kumleta hapa ilikuwa ni mipango yao. Haiwezekani Berkane awe na taarifa mapema kuliko Simba. Hawajakagua uwanja, wanasema uwanja mechi letu hapa. Na mwisho wa siku Kamara jana anakuja anaongea, kwa sababu Mamadou Lamine Kamara kwenye press anasema ingekuwa ni katika uwanja wa Mkapa sisi tunajua tungekuwa tunaenda kupoteza tu. Yani lazima tuende kupotea, lakini kwenye uwanja wa Amani wakasema wanaweza wakapata ahueni, na ahueni yenyewe leo wameipata kwa sababu wamebebwa. Kama ingekuwa sio kubebwa wasingeweza kupata chochote. So ilikuwa ni mipango, ni figisu ambayo ilitengenezwa Simba asichukue ubingwa. Lakini kama kuna mtu yote ataenda kuwadai Simba kwamba msimu huu eti amekosa ubingwa ndio watu waumie walie, mimi nafikiri mashabiki wa Simba leo wanapaswa kusherekea
Mashabiki yani katika vitu ambavyo wanapaswa kufanya mashabiki wa Simba leo, waende Forodhani, wakaenjoy maisha, wazunguke Zanzibar, wakafanya chochote. Hakuna haja ya kulia wala hakuna haja ya kunungunika. Kwa nini? Kwa sababu watu wamepiga mpira. Wao umeona watu wameonewa, watu wamenyongwa hadharani. Unaumia ili iweje? Ngoma anamfuata Kamara, anamwambia Musa Kamara, this is final. Haupasi kupoteza muda. Anzisha mpira kwa wakati. Kamara anafanya utoto na narudia kuisema hii, kuna wakati lazima tuongee. Musa Kamara anapoteza muda wakati wao ndo wanapaswa kupambana. Anapiga eti kuna muda amepata nafasi ya kupiga mpira aidha mbali au kutoa, anarudisha mpira alafu yeye hayuko katika eneo la kwenda kuokoa. It was very big mistake. Kama ingetokea wangekuwa very quick wale jamaa, Simba angekuwa anapigwa pale goli. Na nani angelaumiwa? Simba angeshushwa kabisa morali. So kuna wakati anapaswa kubadilika. Yeye sio malaika. Watu wakikosea wanakubali kuambiwa. Yule Fabrice Ngoma anamfuata anamwambia haupasi kufanya ule utoto, na Fabrice tayari ana beji ya CAF. Amefika finali na Raja Casablanca, ndio senior player kwa Simba, sio? Kwa hiyo alipaswa kusikilizwa. Kamara anataka kutunishiana na misuli, lakini kuna makosa mengi anayofanya pia. Tumemwona hata kwenye ligi kuu, sawa, ameshafanya mazuri sana kwenye ligi msimu huu, lakini Simba Ayub Black Red najua walimtoa kwenye mfumo wa usajili ili kukamilisha idadi ya wachezaji wao 12 wa kimataifa. Lakini najua Ayub Black Red na mkataba wa miaka 2 ndani ya Simba. Kama walitaka wajazie pale ili Ayub Black Red aondoke akiwa free agent, nafikiri kuna haja Ayub Black Red kuendelea kusimika mkataba wake. Kwa sababu haiwezekani mchezaji yupo kama Ayub Black Red, yuko very serious. Anaga masiara yule pale. Leo hii kwa uwezo alionao, ana uwezo wa kwenda kuchukua nafasi na kumchallenge pia Kamara. Simba ilionekana kuwa inabeba treble msimu huu. Kombe la kwanza walikosa, wanarudi sasa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini nusu finali CRDB dhidi ya Singida. Treble ya kwanza imepotea. Kombe la shirikisho Simba unaiona wapi? Ikiwa dabi ya Kariakoo huenda fukutu likarudi tena. Umetumwa mzee. Umeshatumwa sasa kuniuliza maswali ya hivyo. Yaani watu leo wanazungumza michuano ya kimataifa, Simba inarudi Pasco. Simba inarudi baada ya kupoteza mchezo huu. Unaiona wapi kwenye makombe ambayo nimetoka kusema kwamba Simba hajapoteza. Nimetoka kusema hapa Simba amenyongwa. Si ndio? Ukienda kwenye kombe la shirikisho Afrika, Simba anacheza na Singida Black Stars, si ndio? Na sasa ukitaka kuniambia Simba na Black Stars nani mkubwa? Simba anampasua yule pale. Na Simba na Yanga kwa hiki ambacho wamekifanya dhidi ya Berkane, wewe Yanga ndio maana anasema acheze kaka. Simba inarudi huku kwa hasira sasa kwa namna kulikosa kombe la shirikisho. Simba ataenda kupiga sana watu kaka. Simba? Yaani kuna watu watababuliwa makofi. Nyama kwanza na hasira kutolewa huku, ameshindwa kupata kombe na amenyanyaswa, ameonewa. Lakini kingine naweza kusema pia Yanga wanapaswa kujifunza kwa Simba when it is come kutetea ardhi ya nyumbani. Naomba rudia. Wanapaswa Yanga Afrika mnisikilize. Mnapaswa kujifunza kwa Simba mkiwa mmenyoosha miguu, mnakula pilau au biriani, kujifunza kwa Simba namna ya kupambana jasho na damu hasa inapokuja ardhi ya nyumbani. Leo Simba ametoka Mkapa, amekuja kuonyesha ubora wake hapa. Amemngangania Osama Lamlui paka ameomba kutoka. Osama ametoka leo. Amemngangania yule Kamara paka Kamara yeye mwenyewe anaomba maji. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vilabu vikubwa vinapaswa kucheza. Kwa hiyo sio unakuja legelege unapigwa na USM Alger goli 2-1, unaenda kule unashinda goli 1 unapoteana. Kwa hiyo kwangu kwa upande wa kucheza na Waarabu, Simba bado anaendelea kutoa darasa kwamba unapaswa uchezaje na Mwarabu hata kama utafungwa. Lakini ufungwe kwa kuonewa, usifungwe kwa udhaifu wako. Pasco, shukrani sana kwa leo ndugu yangu. Tukutane baadaye pale nani pale.